Lakini ninavyoeleza hivi ni kwa sababu tunaenda katika zoezi zima la kuzindua tenti letu. Amen. Kwa hiyo tutakuwa na mgeni wetu rasmi Mama Mary, ataungana pamoja na mkurugenzi Rehema Simfukwe pamoja na mchungaji ambaye yuko hapa kwa ajili ya kwenda pale kwenye ile sehemu pale ya kuzindulia mlangoni pale reception. Tutaizindua pamoja na hawa watu ambao ni wadau wakubwa sana ambao wamefanikisha kwa namna moja au wengine. Tuna kundi letu nzuri ya ADD International ambao walishirikiana pamoja na Dorcas Home Care. Tuna watu kutoka UN Women ambao wameshirikiana moja kwa moja kwa kushika mkono sisi kama Dorcas Home Care kufanikisha kwa ili tent kuwepo. Lakini pia tuna Mowadita ambao pia walishiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba tunafanikisha hili zoezi la kupata hili tent hapa ya mazoezi. Ninapoongea hivi, hawa ndio watu ambao wamefanikisha na wengine wengi ambao wamepartner pamoja na Dorcas Home Care kuhakikisha kwamba inafanyika. Naomba tuwapigie watu makofi. Mowadita, UN Women, ADD International. Sasa wakati naongea hivi, ni heshima yangu mbele za Mungu kuwasimamisha mgeni rasmi pamoja na mkurugenzi Rehema Simfukwe. Baba mchungaji, kwa heshima na taadhima kabisa, ningeomba usimame. Wakilishi wa ADD International, wakilishi wa UN Women, naomba msimame. Wakilishi wa Mowadita, naweza mkasimama pamoja na baba mchungaji. Lakini pia pamoja na Frida na mume wake, pamoja na Karen na dada Basilisa, naomba wote msimame. Dada Basilisa, baba mchungaji, naomba usimame hapo juu. Pamoja na Frida na mume wake, wakilishi wa ADD International, wakilishi kutoka Mowadita na wakilishi kutoka UN Women. Dada Rehema, naomba kati unaongea hivyo na mziki taratibu unavyopigwa, umchukue mgeni wetu rasmi pamoja na baba mchungaji, mnaweza mkaongozana hapo na dada Rehema na mgeni rasmi. Kabla mama yetu hajakata utepe, ningependa kuomba tuna mwakilishi kutoka serikalini, mjumbe wetu wa mtaa. Tafadhali tunakuomba usogee hapa baba, mjumbe wetu tafadhali. Karibu sana hapa tukate utepe pamoja. Karibu sana. Lakini pia nina wazazi wangu, karibuni pamoja tunaposherehekea hii furaha. Karibu sana baba pamoja na mama yangu. Lakini pia ninao watumishi wa Mungu wenzangu ambao wameungana na sisi hapa leo. Karibuni sana. Pastor Emmanuel Matelu, Minister Paul Clement, Minister Jonathan Kartagata, Uncle Kahab, karibuni sana. My sister Naomi Sunga, familia yangu, karibuni sana. Mzee Mbukilo, karibuni sana. Hii ni ya kwetu sote, na yeyote ambaye unatamani kuwa sehemu ya mafanikio haya. Lakini kipekee mama yangu, mama Rebecca, mama Salt, karibu mama, wewe ni sehemu ya mafanikio yetu. Umekuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha tunasogea, hatukai. Wewe ni sehemu ya haya mafanikio, familia yangu, karibuni sana. Lakini pia na wawakilishi wa watoto, mama Rehema na mama wengine ambao hawana watoto lakini ni wamama wa Dorcas, karibuni. Haya ni mafanikio yetu sote. Na partners wengine wote ambao mnatamani kuwa sehemu ya hapa, caregivers, karibuni. Hii ni ya kwetu sote, tukamshangilie Mungu wetu pamoja. Karibuni sana, karibuni sana.
Pastor Robert, karibu na mama. Thank you. Kaka yangu Eliudi pamoja na wifi yangu Bite, karibuni. Ninyi ni sehemu ya mafanikio haya makubwa ambayo tuko nayo leo. Karibuni sana. Basi nitamuomba mama yetu tafadhali. Tunaenda pamoja. Wakati mziki unapigwa kumshukuru Mungu, tutaukata utepe. Karibu dada Suzette. Tunamshukuru Mungu unavyoona zoezi la kukatwa utepe kwa ajili ya kuzindua tenti tiba tayari kabisa. Tunamshukuru Mungu sana, watumishi wa Mungu wamefurahi na wadau wengine wengi tayari. Ni tenti tiba imefunguliwa rasmi tayari kabisa kwa ajili ya huduma za watoto wetu. Hapa ndipo watoto wetu watakuwa wakifanya mazoezi, hapa ndipo watoto wetu watakuwa wakipata huduma za kuonana na daktari bure kabisa. Kumbuka huduma zote ambazo zitakuwa zikitolewa hapa ni bure kabisa. Hapa ni Dorcas Home Care Initiative na mkurugenzi wake ni Rehema Simfukwe. Wanapata picha ya kumbukumbu, picha nzuri. Hapo ni Rehema Simfukwe na mume wake, lakini pia na mgeni rasmi na mchungaji na watumishi wa Mungu wanashiriki pamoja kupata picha ya kumbukumbu kwenye tenti tiba. Tayari imekwisha kufunguliwa na mgeni wetu rasmi tayari. Sasa wanaingia ndani. Kama unavyoona hapo wameandika reception. Huko ndiko ndani sasa ambako watoto watakuwa wakifanya mazoezi. Kama unavyoona dada Rehema anakaribisha wageni, mgeni rasmi pamoja na watumishi wa Mungu, lakini pia wazazi wake Rehema Simfukwe wako hapa pamoja na familia nzima na wadau mbalimbali na daktari ambaye ndiye anahusika kwa sehemu kubwa kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafanywa mazoezi. Ni shangwe imetamalaki hapa. Tunamshukuru Mungu sana. Kwa mtazamaji wa NY TV utaingia huku ndani pamoja na sisi na utaweza kuona kila eneo lina maelekezo yake. Kila eneo kuna maelekezo yake. Mtazamaji wa NY TV, kama unavyoona hii ndio eneo ambalo watoto wetu watakuwa wakipata mazoezi, na kama unavyoona mtumishi wa Mungu Rehema Simfukwe anaendelea kutoa maelekezo kwenye vyumba vyote vya kimazoezi ambavyo watoto watakuwa wanafanya mazoezi. Eneo ni kubwa kama ambavyo unaliona. Yes, tunamshukuru Mungu sana. Watoto wetu watapata huduma mahali hapa, huduma zote za kimazoezi bure kabisa. Eneo ni kubwa, lina nafasi kubwa, lina hewa kubwa. Kama unavyofahamu watoto wetu wanatakiwa kupata mazingira rafiki kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Kikweli Mungu awabariki watu wote ambao wamefanikisha haya yote kufanikiwa. Kama unavyoona hapo kuna viti vya watoto vya mazoezi, na hivi viti vyote ni maalum kwa ajili ya watoto wetu. Hizi ni stendi za kusimamishia watoto wetu, wanatakiwa kujifunza kusimama. Mungu amekuwa mwaminifu sana, na kuna viti maalum kabisa kwa ajili ya watoto wetu kama ambavyo unaona. Watoto wote wanakaa kwenye viti ambavyo vimepimwa kabisa. Kila mtoto ana kiti chake.
ila kwa nguvu yako, kwa maombi yako, kwa kutuombea na kutushika mkono, tunaweza kufika mahali ambapo Mungu anaweza kutufikisha. Lakini pia kipekee nipenda kutambulisha daktari wetu physiotherapy. Amekuwa akihudumia watoto wetu kwa moyo sana, kwa moyo mno. Tumeona kuna watoto tuliwapokea walikuwa hawawezi kukaa, sasa hivi wanakaa. Wengine walikuwa hawawezi kutambaa, sasa hivi wanatambaa. Wengine hata kucheka walikuwa hawawezi kucheka, lakini sasa hivi wanacheka. Mungu amempaka mafuta mikono yake. Na sisi tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi kubwa ambayo anaifanya hapa. Mungu akubariki na kuendeleza sana. Na hii room itakuwa ni ya daktari wetu akishirikiana na watendakazi wengine. Na hapa tunaona kuna vifaa vingi tofauti. Kuna wheelchairs, kuna vifaa kwa ajili ya watu kukalia, kuna stendi za kusimamia, na kuna hii mito ambayo watakuwa wanaitumia kwa ajili ya mazoezi na vifaa vingine. Lakini hapa nasema asante sana kwenu nyote. Mungu wangu awabariki sana. Nakosa maneno mazuri ya kusema, ila Mungu awabariki. Baba yetu, mjumbe wetu, ile kazi ambayo tunasema tutaifanya ni hii. Na hii ni kwa ajili ya watoto wetu wote. Watoto wetu wote. Haja ya mioyo yetu ni kuona wazazi wanapumzika. Wazazi wanajitafuta. Wazazi wanakuwa kile ambacho Mungu anataka wao. Na kupitia hii therapy tent, mimi naiita a miracle tent. Maajabu yatatokea kwenye hii therapy tent. Kwa hiyo tumshangilie Mungu sana. Huyo ndio mume wa Rehema Simfukwe, na namshukuru kwa sababu amekuwa mume bora na amekuwa akimsaidia sana sana, na amefanikisha kabisa eneo hili kuwa malizika kwa ubora kama ambavyo unauona. Mtazamaji, hili ni eneo kubwa sana, ni la hewa na mazingira ni rafiki kabisa kwa ajili ya watoto wetu kufanya mazoezi. Kama unavyofahamu, watoto hawa wanahitaji eneo kubwa, wanahitaji eneo zuri na wanahitaji vifaa tiba. Vifaa viko vingi humu ndani, kuna wheelchairs, kuna stendi, kuna mikeka. Yaani kila kitu kiko vizuri. Kila kitu kiko vizuri. Na wanapata picha ya pamoja kama unavyoona, mume wa Rehema pamoja na mgeni wetu rasmi wanapata picha ya kumbukumbu. Na huyu anaitwa Rebecca, yeye ni mkurugenzi wa kituo kinaitwa Salt, na yeye analea watoto lakini sio watoto wenye utindio wa ubongo, na hapo anapata picha ya kumbukizi. Huyu ni Rebecca, kituo chake kinaitwa Salt, kiko Mbezi Makabe. Yes. Mtazamaji wa NY TV, tunakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia. Jamani, kama unavyoona dada Rehema anamshukuru Mungu, ana furaha, anaona amekuwa mshindi. Januari imekuwa nzuri na baraka. Haya alikuwa ni maombi yake ya muda mrefu. Anatamani sana watoto wake Dorcas mwenyewe na watoto wengine wote waweze kupata eneo zuri la mazoezi. Tunamshukuru Mungu sana 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 sana. Nitamuita kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni yeye kuja hapa kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu mmoja ambao tumefika, lakini pia atatoa hotuba fupi ambayo ameiandaa kwa ajili ya mgeni wetu rasmi. Alafu baada ya hapo nitampa jukumu la kumkaribisha mgeni wetu rasmi aje hapa, atajibu hiyo hotuba,
alafu baada hapo atatoa vyeti. Mshangilie Mungu kwa ajili ya mkurugenzi wetu. Karibu sana mkurugenzi. Kama nilivyosema, kuna mambo matatu actually. Kumshukuru kwanza Mungu. Baada hapo utatoa hotuba nzuri, alafu utamkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya kujibu kile ambacho umekiongea. Baada hapo utatoa vyeti pamoja na mgeni rasmi na wageni wengine waalikwa ambao watawakilisha, tutatoa vyeti. Baada hapo tutaendelea na jambo lingine ambalo liko mbele. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una amani unaweza ukamshangilia Yesu kwa makofi mengi na shangwe. Kina mama wa Dorcas, sijasikia vigelegele vingi kwa Mungu aliyefanya tena na tena na tena na tena, ataendelea kututendea tena. Watoto wetu watakuwa tena, watakaa tena, watakuwa na amani tena katika jina la Yesu. Nimefurahi sana kuwaona. Moyo wangu unawapenda sana na mnajua. Kipekee mama yetu, ndugu mgeni rasmi Mama Mary, tunashukuru sana. Asante sana kwa kuja. Umetuheshimu sana. Tunafahamu majukumu yako mama, lakini ukasema si vema na umekuja. Mungu akubariki sana. Na kabla sijaendelea, pia nipende kusema asante sana kwa mjumbe wetu ambaye anatuwakilisha kama serikali hapa. Baba, Mungu akubariki sana. Mchungaji wangu pamoja na mama mchungaji, nimefurahi sana kukuona. Labda kwa kifupi tu, mchungaji anafahamu story yetu tangu mwanzo. Kuna wakati mtoto wetu Dorcas alikuwa anaumwa sana sana, mpaka tukasema huyu mtoto kesho hatatoboa. Kwa hiyo tukakaa tukasema tunafanyaje, mimi na mume wangu. Tukampigia simu mchungaji aje kumbatiza ubatizo ule wa emergency. Na baba alikuja akatuambia maneno yafuatayo: msiogope. Hilo neno tunalikumbuka mpaka leo. Baba alisema msiogope, Dorcas ni mtumishi wa Mungu. Inawezekana yeye amesahau, lakini sisi hatujawahi kusahau. Na ndio maana kila tukifanya tukio lazima tumwambie baba, yule mjukuu wako leo ana jambo. Na asante kwa kutuheshimu. Asante sana mama kwa kumruhusu. Mungu awabariki sana. Nitasoma risala kwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa Dorcas Home Care Initiative na uzinduzi wa tenti la tiba ya mazoezi. Mheshimiwa mgeni rasmi Mama Mary Rusimbi, kwa heshima na taadhima kubwa tunapenda kukukaribisha katika kituo chetu cha Dorcas Home Care Initiative na kukupongeza kwa kukubali kuwa nasi katika kilele cha maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa kituo hiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dorcas Home Care Initiative ilianzishwa kwa lengo la kutoa huduma za tiba ya mazoezi, msaada wa kiafya, kisaikolojia na kijamii kwa watoto wenye changamoto ya utindio wa ubongo au tunasema cerebral palsy pamoja na familia zao. Katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, kituo kimekuwa mwanga wa matumaini kwa watoto wengi na wazazi waliokuwa wamekata tamaa. Kupitia ushirikiano wa wadau na juhudi za serikali, taasisi za kiraia na wadau wenye mioyo ya kujitolea, tumefanikiwa kuwapatia watoto huduma za tiba ya mazoezi na ufuatiliaji wa kitaalamu. Lakini pia tumewezesha zaidi ya watoto 40 kupata bima za afya. Tunaweza kumshangilia Mungu kwa ajili ya hilo. Na leo hii tunatarajia kutoa bima 31 kwa ajili ya watoto wenye changamoto ya utindio wa ubongo. Na hii ni kupitia wadau wetu ambao wamekuwa wakitushika mkono. Mara nyingi nimekuwa nikisema mtoto yote mwenye changamoto sio wa mzazi peke yake, ni mtoto wa jamii nzima, kwa sababu mzazi peke yake hatoshei kumlea huyu mtoto. Na niko hapa kusema asante sana kwa partners wetu wote ambao wamekuwa wakitusapoti kwenye eneo la bima ya afya. Mungu wetu aonaye sirini awabariki sana. Kwa kadiri ambavyo hawa watoto watakuwa wakihudumiwa hospitali, Mungu asinyamaze kwa ajili ya familia zenu. Lakini pia tumefanikiwa kuwajengea wazazi ujasiri na matumaini mapya
na wao pia wamekuwa ni mashahidi. Hata jana tu tulikuwa tuko na elimu ya fedha kutoka Azania Bank, si ndio? Wamekuwa baraka kwetu, lakini sio tu hilo, tumekuwa tukiwajengea nguvu ya kuweza kujisimamia wao kama wao, wasione kwamba mtoto ndio sababu ya wao kukaa chini. Wanatakiwa wanyanyuke, wazaliwa kina rehema wengi katika jina la Yesu. Lakini pia tumeweza kutoa elimu ya uelewa kwa jamii kuhusu cerebral palsy au utindio wa ubongo. Ndugu mgeni rasmi, leo tunazindua tenti la tiba ya mazoezi ambalo ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira na ubora wa huduma zetu. Tenti hili litasaidia watoto kupata tiba katika mazingira salama kama mnavyoliona, yenye faragha na vifaa stahiki. Hivyo itachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo yao ya kimwili na kisaikolojia pia. Hata hivyo, ndugu mgeni rasmi, bado tuko kwenye mchakato wa kumiliki hili eneo ili liwe eneo letu la kudumu. Ndio maana tumeanzisha kampeni ya buku yenye thamani kwa lengo la kununua eneo na nyumba ya kudumu kwa ajili ya Dorcas Home Care Initiative kama mnavyoliona hapa, na hapa tumelipunguza, eneo ni kubwa zaidi huko nyuma, ili huduma hizi ziwe endelevu na ziwafikie watoto wengi zaidi. Tunawashukuru sana wote waliochangia kwenye kampeni hii ya buku yenye thamani, ambapo mpaka sasa tumeweza kufikisha kiwango cha shilingi milioni 156. Makofi tafadhali wazazi. Huu ni ushuhuda wetu. Mungu anatupa eneo katika jina la Yesu. Lakini pia hizo milioni 156 zimesha kusanywa, bado kiasi cha shilingi milioni 144 kimesalia. Kupitia risala hii tunakuomba mgeni rasmi kuendelea kusapoti na kuisimamia ajenda ya watoto wenye mahitaji maalum, hususan wenye cerebral palsy, kusaidia kuhamasisha taasisi na wadau mbalimbali kushirikiana nasi katika kuboresha huduma za tiba na ulinzi kwa watoto hao, lakini pia kutuunga mkono katika jitihada za kupata eneo na makazi ya kudumu hapa Dorcas Home Care Initiative. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini uwepo wako leo ni ishara ya matumaini mapya kwa watoto wetu na uthibitisho kwamba serikali na jamii kwa ujumla wamesimama pamoja katika kulinda haki, heshima na ustawi wa watoto wetu wenye cerebral palsy. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu kushiriki nasi katika siku hii ya kihistoria, siku hii ya baraka, siku hii yenye maajabu na ushuhuda mkubwa. Na Mungu akubariki sana, na Mungu aibariki Dorcas Home Care Initiative, na Mungu awabariki nyote ambao mmeweza kufika siku ya leo. Thank you so much. Asante sana. Hii ni risala yetu kwa mgeni rasmi. Mungu ametutendea mambo mengi sana. Mama Abdul aliposimama pale alisema hatujawahi kulala bila umeme. Ni kweli. Wako partners ambao wao walihakikisha hatulali bila umeme. Walihakikisha kila mwezi tunapata luku. Lakini pia wako partners ambao walihakikisha kila mwezi tunakula chakula. Wako partners ambao walihakikisha kila mwezi watoto wana diapers. Wako partners ambao walihakikisha kila mwezi watoto hawakosi unga wa kunywea uji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wako partners ambao walihakikisha bima za afya zinapatikana. Mungu awabariki kila mmoja kwa nafasi yake. Na tunatamani, matarajio yetu na maono yetu at least kuhudumia watoto 50 kila siku. Tumpigie Mungu makofi mengi kwa sababu Mungu atafanya. Kwa ambao wananitazama na unatamani kuwa sehemu ya Dorcas Home Care Initiative, karibu sana. Na wastani wetu wa kumhudumia mtoto mmoja kwa mwezi ni kama 140,000. Ni kama 140,000. Na hii hatulipishi, lakini hii huduma ya Dorcas inatunzwa na partners ambaye ni wewe pia unayenitazama. Tukiangalia wazazi wamekaa chini miaka 10, miaka 9. Leo kimwambia mzazi atoe hata shilingi 10,000 ya mazoezi, atasema hii 10,000 bora nimpikie mwanangu maziwa nyumbani anywe alale. Lakini mtoto anazidi kurudi nyuma. Kwa hiyo tuliwapa jukumu la wazazi kuhakikisha mtoto anafika kituoni. Amefikaje, hiyo ni kazi ya mzazi, si ndio? Lakini panapobakia, natamani unayenitazama
familia ya Dorcas tushikane mikono kuwasaidia hawa wazazi wainuke tena, na Mungu wetu awabariki sana. Thank you so much.